Somo la leo linasema vitu viwili muhimu katika ndoa. Unaweza wewe ukaweka tu vitu viwili muhimu katika mahusiano. Na mara tunapoongelea vitu viwili katika mahusiano ambavyo ni muhimu sana, najua akili yako inaanza kupapasa. Ni vitu gani hivyo? Sikiliza, katika vitu hivi viwili, upendo sio wa kwanza wala sio wa pili. Habari ya kwako. Nimesema upendo sio namba na wala sio namba. Ndio maana nikasema leo unisikilize vizuri, kwa sababu unaweza ukafikiria umeelewa, kumbe umeelewa. Kwa taarifa yako, ulidhani ya kwamba upendo unadumisha ndoa. Leo nakupa taarifa, upendo haudumishi ndoa. Kaa mkao mzuri, utaelewa. Kama unabisha, kauliza wazazi wako. Wamekaa miaka yote mpaka sasa hivi wako kwenye ndoa. Nenda wakaulize nini kinawafanya muendelee kukaa, watakwambia. Na mara nyingi unajua shida iko hapa. Leo jamii yetu hii tumeanza kuchukuliwa na mitazamo ya ndoa tunazoziona kwenye TV. Kwa hiyo zile za kwenye TV tunataka tukopi na kupesti tuingize kwenye ndoa zetu. Kawaulize watu ambao wanatengeneza movie, wanakuambia kwenye ndoa za TV huwa kuna take two. Hujanielewa? Yaani kwenye ndoa za TV zile kuna saa mtu anasogea, anaambiwa muangalie mwenzako, anamtazama vizuri, anaambiwa nyosha mkono, ananyoosha, mkumbatie basi umbusu, anamkumbatia, alafu anaambiwa umekosea, anza tena. Lakini ile ndoa ya kwako ya nyumbani haina take two, ile ina take one. Kwa kuwa makini sana. Kwa taarifa niliyokuambia ni kwamba upendo sio namba moja katika vitu viwili ambavyo navisema leo, wala sio namba mbili. Hiyo unatakiwa ujue kabisa. Sentensi ifuatayo itakutisha kidogo, lakini endelea kuhudhuria, huenda utaielewa. Nimetanguliza tahadhari, itakutisha kidogo. Sikiliza inasemaje, maana nimekuambia inatisha. Kwa hiyo kaa vizuri. Usioe au kuolewa na mtu kwa sababu unampenda. Si umeona inaanza kutisha tayari? Kwa hiyo kaa mkao mzuri tu, utaelewa mbele ya safari. Kuwa makini sana katika hili, kwa sababu utakuja kugundua ya kwamba watu wengi ambao wamedumu katika ndoa mpaka leo wako vizuri. Kuna hivi vitu viwili pekee vilisababisha waendelee kudumu. Unaweza ukapenda mchezo. Kwa mfano, kuna mchezo wa kucheza bao. Natoa kwa mfano. Mimi kama mshauri nasaha na mwanasaikolojia, ninashauri sana watu wacheze michezo ambayo inasaidia ubongo kufanya kazi vizuri, lakini ambayo haina madhara. Mojawapo ni mchezo kama ule wa kwetu wa Kiafrika, ule wa kucheza usolo. Ule unachangamsha akili sana. Mchezo ambao sishauri kabisa ucheze kabisa, ni mbaya kabisa, ni mpira wa miguu kabisa. Na kushauri usije ukacheza kabisa, kwa sababu katika maeneo ambayo ni muhimu katika mwili wako ni ubongo. Kuna hatari sana ya kuharibu ubongo wako. Sasa sikiliza, unaweza ukapenda mchezo wa bao, unaupenda kabisa mchezo wa bao, lakini huwezi kuucheza. Kwa hiyo kupenda kitu sio kuweza. Sio kila ambao wanapenda kuoa au kuolewa wanaweza kuoa au kuolewa. Sio kila ambao wanapenda ndoa wanaweza ndoa. Haleluya. Nimekuchanganya zaidi kidogo, tunaanza kuelewana sasa. Unaweza ukapenda gari kabisa, penda gari kabisa, lakini huwezi kuendesha. Kwa hiyo kupenda kwako gari haukufanyi wewe uliweze gari. Tunaanza kuelewana sasa. Kule nyumbani tuna watoto wawili. Mimi na mke wangu tuna watoto wawili. Wa kwanza mnamfahamu, watu wa Mwanza sana, nishamsema, ni Junior. Wa pili ni Daniel. Daniel anapenda magari kupitiliza. Yaani mimi napenda magari, ila yule amenizidi. Ni kadogo, lakini mkifika barabarani, kwa mfano mkifika sehemu waipaki magari mengi kwenye supermarket, hospitali, tukishuka, ili nijue kwamba amezidiwa na ugonjwa,
hawezi kutamani gari. Hapo najua huyu mtoto leo amezidiwa, ila nampeleka hospitali, tukishuka tu anaambia baba, tukapande hili, tukapande hili, tukapande hili. Anapenda magari, lakini kuendesha hawezi. Kwa hiyo anachofanya yeye, ukifika nyumbani anataka umweke kwenye steering, anazungusha. Sasa uzuri ni huu, steering imemzidi, lakini anapenda magari ila hawezi kuendesha. Una habari, kuna watu wengi sana wanapenda ndoa ila hawaziwezi ndoa. Yaani mpaka anaota kabisa, nitaolewa lini, nitaoa lini. Haya, ukimwambia haya ndio hiyo hapo, ni miezi mitatu anakuambia sikujua. Kwa hiyo usije ukachanganyikiwa. Kwa taarifa yako nikwambie, watu wengi ambao wamepeana talaka leo, walipoulizwa bado walikuwa wanapendana. Wengi sana, wengi. Katika kazi ya ushauri nasaha, niliwahi kushauri watu wa mataifa fulani ambao walikuwa wanaishi Tanzania, Dar es Salaam, na wamekuja pale wanaandaliwa kwa ajili ya talaka. Kwa hiyo ikabidi ni washauri wajiandae kwa talaka. Nikawashauri vizuri kabisa, lakini nikamuuliza yule mwanaume, nikamwambia mama, hebu toka kidogo. Mama akatoka, nikabaki na yule jamaa. Nikamwambia, uko serious? Unataka umwache huyu mama? Anambia ndio, nataka tuachane. Nikamwambia, hebu niambie ukweli wa moyoni kwa asilimia zote, huyu mwanamke bado unampenda? Anasema nampenda. Hasa mbona unamwacha? Anasema mchungaji, hata nikikupa nawe huwezi kuishi naye, ila moyoni anampenda. Kumpenda mtu hakumfanyi awe sahihi. Na hapa ndipo vijana wengi wanakosea. Hata kwenye maombi wanapokuja kuomba, mchungaji uniombe. Nikuombe nini? Kuna mtu ninampenda, natamani huyo awe wangu. Yaani kumpenda hakumfanyi awe wa kwako. Ni mpaka uelewe vizuri mambo yanakwendaje. Kwa wale ambao wanaangalia kwenye skrini sasa hivi, wanaona mtu mmoja, kuna jamaa mmoja ameshika saa na kidubwa cha kutengenezea saa. Alivyokunja hilo jicho, kimwona utafikiri ni fundi, ila hajui chochote. Unajua kuna watu wana mikwala. Si kila anayependa kitu anakiweza. Hata mimi hapo ukinitazama namna hii, kuna kitu ninakipenda. Napenda saxophone, napenda violin, ila siwezi kupiga. Yaani ikiona mtu anapiga saxophone natamani, na yeye anasema mimi sinaweza, lakini ukinipa najikuta napuliza mpaka hewa inaisha. Ila mwenzangu akipuliza, yeye anapuliza vizuri kabisa na inatoka vizuri. Sikiliza, ndoa yoyote iliyofanikiwa ni matokeo ya mambo haya mawili ambayo nakwenda kukuambia. Najua mpaka sasa hivi ninavyoongea kuna mtu anakereka kwenye kiti pale amekaa, anasema si uyatoboe tu yajue. Usidandie bodaboda kwa mbele, itakugonga. Tulia kwanza. Haya mambo mawili ni ya muhimu sana. Kwa taarifa yako, katika mambo haya mawili, maombi hayashiki hata namba 2. Wala maana kuna mtu hapa anawaza, anasema ndoa imekuwa ngumu, niombe. Kuna vitu vya kuombea, kuna vitu vya kuchukua hatua. Unapiga magoti sema, mchungaji, nimefunga na kuomba, lakini nimekuta ndoa iko vile vile. Yaani Mungu anakutazama anasema, hila la kuombea, kuna vitu viwili muhimu. Sikia kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 6. Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema Roho Mtakatifu hapo? Naongea na watu au na binadamu? Hapo amesema Roho Mtakatifu, amesema wanaangamizwa kwa kukosa kitu gani? Una habari, kuna ndoa ambazo zingepona kama watu wangejua maarifa. Sikiliza, Misali 4 fungu la 7. Mimi nasoma kile Kiswahili cha kisasa, wewe soma kile cha kwako. Anasema jambo la msingi ni kujipatia hekima. Toa vyote ulivyo navyo ujipatie akili. Haleluya. Na ulizeni jamani, jambo la msingi hapa ni nini? Kujipatia kitu gani? Toa vitu vingapi ujipatie nini? Kuna mchekeshaji mmoja, unajua tuko kanisani, watu wanajidai hawaangalii wachekeshaji, lakini kweli wanawaangalia. Kuna mchekeshaji mmoja, na muhifadhi jina lake, akampigia simu anko, kaambia anko, kati ya pesa na akili utachagua nini? Anko akamjibu akamwambia, kati ya pesa na akili, mimi bwana nitachagua
akili. Anko akamuuliza, kwani wewe utachagua kitu gani? Sema, anko, sishangai ukisema unachagua akili. Mimi kwa kweli nitachagua pesa. Lakini wewe unachaguaje pesa? Sema, ni kawaida, kwa sababu kila mtu anachagua kitu ambacho hana. Anko akakasirika kabisa, asema, kwa hiyo umeniambia mimi sina akili? Asema, umechagua wewe mwenyewe. Mimi akili nazo, ndio maana na shida ya hela. Najua mmemfahamu tayari. Ndoa iliyofanikiwa ni matokeo ya hekima na busara. Haleluya, haleluya. Ukiona watu wana ndoa nzuri, haikutokea kwa bahati. Ndoa nzuri haitokei tu kwa bahati kwamba unashushiwa. Ndoa nzuri inatengenezwa. Haleluya. Wanaume nisikizeni kidogo. Mwanamke ambaye unayemtaka mzuri, unayemtaka wewe, kiukweli yuko akilini mwako. Mungu anakupatia bidhaa ambayo haijakamilika, uitengeneze ili ikamilike. Haleluya. Utakuwa na msongo we baba, na tutakuzika hivi karibuni kama unadhani ya kwamba umeoa mwanamke mkamilifu. Imekula kwako. Itafikia kiwango unaongea mwenyewe. Sikiliza hili, utalinukuu kwenye maisha, litakusaidia. Kuwa na nyundo hakukufanyi kuwa fundi. Unashangaa mtu ameshika nyundo, watu wanamuita fundi. Sio kila mtu ambaye yuko kwenye ndoa anaweza ndoa. Hamna. Alafu vijana ambao hamjaoa na kuolewa, si kila sentensi ya watu waliooa unaichukua. Mtu anakuambia ndoa ngumu. Ni ngumu, ni ngumu kwake kwa sababu hawezi kuendesha. Sasa unapewa trekta hiyo hapo, una leseni ya pikipiki, unasema trekta gumu. Ni kweli, lakini mlete fundi wa kuendesha trekta. Anakuambia mbona rahisi tu hili. Unasikia mtu anaenda kwa mzee, nataka kuoa, anambia unataka kuoa? Jipe moyo. Hakuna. Mithali 24:3. Mithali 24:3. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Ukiona nyumba hapa, ongelei tofali, nyumba. Sasa sikia, nyumba hujengwa kwa hekima na kuimarishwa kwa busara. Hii ni Kiswahili cha kisasa. Utaniuliza hekima ni nini na busara ni nini? Niende tu kwa haraka upate vizuri. Kabla ya hapo, Mithali 4:5. Jipatie hekima, jipatie ufahamu, usisahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Ikabidi niangalie hivi neno hekima maana yake ni nini. Nikaangalia dictionary moja ambayo nimeipenda sana, inaitwa WordNet Dictionary. Inasema wisdom, accumulated knowledge or erudition or enlightenment. Ni mkusanyiko wa ufahamu. Ndio hekima. Wewe unasema una hekima wakati hakuna kitu ambacho umejaza hapa. Ili uweze kuwa katika ndoa nzuri, mahusiano mazuri, tafuta ufahamu. Hekima ni ujuzi wa mambo au kanuni au taratibu, lakini busara ni namna unavyotendea kazi ujuzi ulionao. Haleluya. Hujanielewa? Ngoja nikuambie kidogo hii kusaidie. Yaani, kwa taarifa yako, kupenda ni mpaka ujue kupenda. Yaani kama hujui kupenda, hata kama unapenda hutajua kupenda. Kumbe kupenda ni mpaka ujue hivi watu wanapendwaje. Unaweza ukadhani kwamba unapenda, kumbe yule unayempenda anakuambia hata sielewi kabisa. Mara nyingi nauliza kina mama, nalalamika, anasema naona huyu mwanaume hanipendi. Namuuliza mzee, mbona mama analalamika humpendi? Anasema mchungaji, simpendi wapi wakati natoa kila kitu nyumbani? Kwa sababu kwa mwanaume yeye kupenda ni kutoa mahitaji. Nipungie mkono kidogo. Lazima uwe na ujuzi wa kuwa na mume bora au mke bora. Ni ujuzi. Mke mwema ni lazima umwelewe, ujue vigezo.
Lazima ujue tofauti za kijinsia kabla hujaingia kwenye mahusiano. Watu wawili wa jinsia tofauti wanaongeaje? Si kila unayemuona anakufaa. Unaweza ukajikuta mwanamke unayemuoa kwa kweli alikuwa na haki zote za kuolewa na injinia wakati wewe ni daktari. Sasa mke wa injinia akaolewa na daktari. Kuwa makini sana, kuna kazi hapo. Wengine wanakuwa na msongo mpaka wanakunywa pombe. Pombe haisaidii. Jifunze kanuni za mawasiliano. Kuna namna ya kuwasiliana, hii lazima ujifunze. Upende usipende, lazima ujifunze. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yatafute maarifa. Sikiliza, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kuhani ni mwakilishi. Maana yake kuna watu wanakutazama unavyoishi kwenye ndoa, hasa watoto wako. Kwa sababu umekataa kuzijua kanuni za Mungu, unawafundisha watoto vitu vibaya. Ndio maana katika Hosea anasema nimewakataa watoto wako. Kwa nini? Wanaenda wakiiga mtindo ulio nao wa maisha ya ndoa ambao sio sahihi. Nikwambie, hata mimi unavyoniona hapa, asilimia kubwa ya maisha nayoishi kwenye ndoa niliona kwa wazazi wangu. Sikuwahi kuona hata siku moja wanagombana, nikajifunza kumbe wanandoa hawagombani. Jamani, simuwapigie makofi wale wazee wako upareni jamani kidogo. Jamani, hata siku moja. Lazima ujifunze hizi kanuni. Tukizifahamu tutakuwa na mahusiano mazuri. Tafuta hekima, tafuta busara, tafuta akili. Kosa vitu vyote, usikose akili. Kosa vitu vyote, usikose hekima. Hekima ni nguvu. Hekima itakuketisha na wakuu. Hekima itakupatia mali. Usitafute mali, tafuta hekima, maana hekima itakupatia mali. Sikiliza napokwenda kumalizia sasa, rafiki yangu, wewe kijana, wewe binti, ni wakati wa kutafuta hekima. Usiwe na haraka. Naomba tusimame wakati napoongea haya. Vijana mdoko hapa, usidanganywe na mtu anayekuambia umechelewa. Anakuambia wahi kuoa au kuolewa. Kwani kuwahi na kuchelewa ndio kupi? Tafuta hekima kwanza. Mungu atubariki. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, mambo mawili haya tunaomba utupatie: hekima na busara. Tuelewe nini cha kufanya na tuvitendee kazi, ili mwisho wa yote utukufu ukurudie wewe. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.